cha ACT Wazalendo wanatoa taarifa kuhusu kushikiliwa na kuzuiwa kuingia nchini kwa Martha Karua. Chama cha ACT Wazalendo wanasikitishwa na hatua za mamlaka za serikali ya Tanzania kumshikilia kwa muda, kumzuia kuingia nchini na hatimaye kumwamuru kurejea kwao kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Kenya, ndugu Martha Karua, kilichotokea mapema leo walipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Ndugu Martha, ambaye ni wakili chini ya chama cha wanasheria Kenya na Afrika Mashariki, akiwa na wenzake ndugu Gloria Kimani na Lynn Ngugi, waliwasili nchini wakiwa kama waangalizi wa kimataifa kufuatia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Kitendo cha serikali kuwazuia kuingia nchini kiongozi huyo na wenzake hakikubaliki mbele ya macho ya wapenda demokrasia na haki za binadamu kote ulimwenguni. Ni kitendo kisichostahili kufumbiwa macho wala kuachwa kiendelee na kuwa utamaduni wa taifa letu. Sheria za Tanzania pamoja na sheria za kimataifa ambazo Tanzania ni mwanachama zinaweka misingi ya uwazi, uhuru na haki katika uendeshaji wa masuala ya kimahakama, hasa katika kesi na mashauri yanayohusu maslahi makubwa kwa umma. Hatua hii iliyojitokeza inaivunjia heshima nchi yetu na kuipaka matope, kwani sasa Tanzania inaonekana kuwa ni miongoni mwa nchi zenye viashiria vya uimla na ukandamizaji wa haki za kiraia na haki za binadamu. ACT Wazalendo wakiwa kama chama cha siasa kilichojengwa na kuipambanua kuilinda misingi ya kidemokrasia, uhuru, uwazi na haki za binadamu, wanalaani vikali kitendo kilichotokea. Wanazitaka mamlaka za Tanzania kutoa maelezo juu ya jambo hili, kuomba radhi kwa ndugu Martha Karua na kuhakikisha vitendo hivi havijirudii katika nchi yetu. Sisi ni taifa la kidemokrasia. Juhudi zozote za kuitumbukiza Tanzania kwenye giza la udikteta zinapaswa kupigwa vita na kupingwa vikali na kila mwenye kulitakia mema taifa letu. Imetolewa leo tarehe 18 mwezi Mei mwaka 2025 na Shangwe Ayo, naibu katibu idara ya habari, uenezi na mahusiano ya umma. Grace Kuni, Global TV. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.